Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe lenye rangi nyekundu, kisha itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa sababu utakuwa wa kwanza kupokea taarifa zenye umakini, ukweli na uhalisia. Asante. Bwana, moja kati ya mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC ambao unasubiriwa siku ya Jumatano, ambapo siku itakuwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 11 mwaka 2022 katika dimba la Mkapa. Ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa wenyeji katika dimba hilo kualika Namungo Football Club, ukiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2022-2023. Kuelekea katika mchezo huu, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Simba Sports Club wako nafasi ya 3 wakiwa wamecheza michezo 10, wameshinda michezo 6, wamedraw michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba Sports Club ndio timu ambayo imefunga magoli mengi, yani wamefunga mabao 19 na wao kuruhusu mabao 5, kwa maana kwamba Simba Sports Club goal difference ni mabao 14 wakiwa na alama 21 zinazowafanya kukamata nafasi ya 3. Lakini kwa upande wa wapinzani wa Simba Sports Club ambao wanakwenda kukutana katika dimba la Mkapa, Namungo Football Club wao wamecheza michezo 10 sawa na Simba, wameshinda michezo 4, wamesare michezo 3 na kupoteza michezo 3. Namungo amefunga mabao 10 naye kuruhusu mabao 9, kwa maana kwamba goal difference ni bao 1, ana alama 15 zinazomfanya kukamata nafasi ya 6 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2022-2023. Kuelekea katika mchezo huu, tunaona head to head, yani klabu hizi zimeweza kukutana mara 7, na katika mara 7 hizo ambazo zimekutana, Simba Sports Club amefanikiwa kushinda mara 5 huku sare zikiwa mara 2. Namungo Football Club hajawahi kumfunga klabu ya soka ya Simba katika kipindi kile ambacho wameweza kukutana, na tokea Namungo ipande daraja basi haijawahi kumfunga klabu ya soka ya Simba Sports Club. Na msimu wa mwaka 2021-2022 klabu hizi zimekutana mara 2 katika uwanja wa Mkapa. Simba Sports Club walifanikiwa kuibuka na bao 1-0, na mchezo uchezwa tarehe 3 ya mwezi wa 11 2021, huku wakaja kurudiana tarehe 3 ya mwezi wa 5 2022. Klabu ya soka ya Simba na Namungo zikaweza kutoshana sare ya goli 2-2. Kwa hiyo ndani ya msimu uliomalizika Simba aliibuka mbabe mara 1, huku Namungo akitoa sare ama kiambulia alama 1 kwa Simba katika michezo miwili ambayo waliweza kukutana msimu uliomalizika. Sasa vilabu hivi vinakwenda kukutana tena katika msimu wa mwaka 2022-2023, huku ligi ikiwa tamu kweli kweli. Kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya Namungo Football Club, kama unaamini klabu ya soka ya Simba Sports Club itakwenda kuibuka na ushindi katika mchezo huu, hebu gonga like video hii kisha tuende sawa. Alafu nenda eneo la comment kwa upande wako unaitakia klabu ya soka ya Simba ushindi wa goli ngapi mbele ya Namungo Football Club. Tukaenda kuangalia mchezo huu kiundani zaidi kupitia kocha Juma Mgunda. Ameweza kufunguka habari nzito na ni pigo zito kwa wekundu wa Msimbazi kwa taarifa ambazo zimeweza kutufikia hivi punde, kwa sababu Simba watakwenda kuwakosa wachezaji wao tegemeo, yani wachezaji 5 ambao wameweza kupata majeraha, na mchezaji mwingine ambaye kwa upande mwingine ameweza kufungiwa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania kuto kucheza michezo 3. Tukienda kuanzia mchezaji wa kwanza ambaye atakwenda kukosekana katika mchezo huu wa Simba dhidi ya Namungo ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Peter Banda. Peter Banda aliumia katika mchezo wa Simba dhidi ya Singida Big Stars na anatarajiwa kukaa nje ya uwanja kwa takriban wiki 4 kwa sababu aliumia kifundo cha mguu. Kwa hiyo Peter Banda ni mchezaji wa kwanza wa klabu ya soka Simba ambaye atakwenda kukosekana katika mchezo huu wa Simba dhidi ya Namungo. Mchezaji wa pili wa Simba ambaye atakwenda kukosekana ni Pape Osman Sako. Pape Osman Sako aliweza kuibuka shujaa katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha IF. Mchezaji huyu aliweza kutolewa nje kwa sababu ya kupata majeraha. Kwa hiyo kwa upande mwingine naye pia atakwenda kukosekana katika mchezo wa Simba dhidi ya Namungo. Na mchezaji wa tatu wa klabu ya soka ya Simba atakwenda kukosekana ni Jimson Mwanuke. Jimson Mwanuke bado anauguza majeraha yake, hajaweza kurejea katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi.
Mchezaji wa 4 ambaye atakwenda kukosekana ni Israel Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda tunajua ni mchezaji ambaye kwa upande mwingine anacheza ubavu wa kulia mara baada ya kupona kapombe na akaweza kuumia. Kwa hiyo ni mchezaji mwingine ambaye atakwenda kukosekana katika mchezo huu wa Simba dhidi ya Namungo, yani Israel Patrick Mwenda. Na mchezaji wa 5 na mwisho ambao ni pigo zito ni mchezaji anayeunganisha timu, yani Mwamba Lusaka Clatous Chama, ambaye alifungiwa kutokujihusisha na mpira kwa takriban mechi 3. Hii ni mara baada ya kugoma kusalimiana na wachezaji wenzake wakati wa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba uliopigwa tarehe 23 katika dimba la Mkapa. Kwa hiyo TFF waliweza kumfungia michezo mitatu. Naona kuwa ni mchezo wa 3 kwa Chama mara baada ya kumisi dhidi ya Singida Big Stars, HF na sasa ni Namungo. Kwa hiyo mara baada ya hapa Chama atarejea dimbani. Hiyo ndio orodha ya wachezaji watano. Kumwangalia Peter Banda na muhimu, Pape Osman Sako kikosi cha kwanza ni regular starter, Chama ni regular starter. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanaanza mara kwa mara. Kwa hiyo kukosekana kwao hili ni pigo zito kwa wekundu wa Msimbazi. Hebu kutokana na orodha ya wachezaji kukosekana, kama unaamini klabu ya soka Simba itaibuka na ushindi, hebu gonga like video, alafu ndio la comment kwa upande wako unatakia Simba ushindi wa goli ngapi? Asante, bye bye.